Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, tunaendelea kukushukuru kwa kuwa unaendelea kutusikiliza, kwani bila wewe kutusikiliza na kututazama sisi hatuna nguvu kabisa. Kwa hiyo tunapata nguvu za kukuletea habari zetu za kila siku kutokana kuwa unakuwa tayari na bendi kuweza kutusikiliza kila siku. Na katika taarifa zetu za habari msikilizaji, ni kwamba tutaanzia huko katika mji wa Bukavu. Ni kwamba watu 5 wakiwemo mabinti 3 na vijana 2 wa jamaa 2 tofauti wameuawa kupitia mporomoko wa ardhi usiku wa kucha siku ya Jumamosi ya tarehe 4 Oktoba 2025 katika kata ya Nyalukemba mjini Bukavu. Duru zetu zaongeza kuwa watu wengine 3 wamejeruhiwa vikali kupitia mmomonyoko huo wa ardhi na kupelekwa moja kwa moja hospitalini. Maafa hayo yalikuja kutokana na mvua kali zinazonyesha mjini humo. Mashirika ya kiraia yaomba kwa wakahaji wa Bukavu kuangalia vizuri mbele ya kujenga nyumba zao, kwani maafa kama na hayo ushuhudiwa mara kwa mara mjini Bukavu, kama alivyohakikisha hapa David Chikuru, mwenyekiti wa shirika la raia. Watu 5 wa jamaa 2 ndio waliweza kufariki, wanakuwa binti 3 na vijana wanaume 2 kati miaka 15 na 18. Walikuwa wakilala usiku na udongo umeporomoka na kulalia nyumba, na hawa kufariki hapo, na wengine 3 kwa sasa wamepelekwa kwenye hospitali ili wapate matibabu. Huzuni hii imejitokeza usiku ya 5 kuamkia leo siku ya posho majira za saa 5 za usiku kwenye kata Nyalukemba Avenue de la Montagne, fasi tunaita Kanga. Ni kusema ya kwamba ni mvua kali ambazo zilinyesha hapa mjini Bukavu na ambazo zinaendelea kunyesha ambazo zimeleta maafa hayo, na viongozi yani burgomestre wa Ibanda na viongozi wa tabaka za chini wamefika hapo na kujionea maafa hayo ya mvua. Na ndipo kama wateteaji wa haki za binadamu kwa tunaomba wakaaji kuangalia namna gani wakati wanajenga, kujua fasi gani ya kujenga, na ujue mji wa Bukavu haina fasi tena fasi ya kupanda miti, ni fasi kumekuwa manyumba, tunakuwa fasi nyingi kunakuwa miporomoko za udongo, na kwa sasa hatari inakuwa kabisa zaidi wakati hizi za mvua. Tunaomba viongozi kusaidia kwa kutoruhusu watu kujenga mahali ambako kunaweza kutokea hatari na vifo vya watu. Na huko katika tarafa la Mwenga ni kwamba watu 2 wamefariki pamoja na bidhaa mbalimbali kuharibika. Hayo ndio matokeo ya ajali ya gari moja ya kibiashara iliyopinduka kwenye barabara namba 2 ya taifa eneo kati ya Mwenga na Kamituga siku ya 6 ya wiki tunayo jimboni Kivu Kusini. Taarifa tunazo ni kwamba gari hiyo ya kibiashara imepinduka na hivyo kusababisha maafa ya watu 2 kufariki papo hapo, kama alivyoeleza kunako laini ya simu ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV kutoka Mwenga mwanaharakati mmoja wa shirika la raia. Hiyo akida ilitokea katika barabara kutoka Kamituga pia hapa Mwenga, route nationale numero 2. Gari ilianguka kukakufa watu 2, fasi yenyewe inaitwa Mzele, ni katika kutoka Silubanda sheria Basile. Unajua kama barabara hizi siku barabara ni mbovu sana, gisi barabara ni mbovu, gari zinapinduka mara kwa mara. Huko mvua inanyesha sana na hiyo inaterezesha magari, inapikilia inaanguka. Ni kawaida tu tunaweza tukaseme kwa gari kuanguka na hiyo ajali kajipoze pale. Ni gari ya kibiashara, sio ya shirika fulani, ni gari ya biashara. Watu 2 tu ndio walifariki. Na umesema kwamba ubovu wa barabara, je, serikali haikufanya lolote juu ya hiyo barabara tangu zamani? Hakuna. Huku kwetu Mwenga tumekata matumaini kwa ajili ya serikali sana. Tumekata matumaini, hatujui kama serikali inakumbukaka Mwenga wala namna gani, ila waliokuwa wakisema kama wataweza tengenezesha barabara ni hao makampuni ya wa China. Ndio walisema wanaweza tengeneza, ila hao kisha vita kuanzishwa hawafanye kitu. Hata hivyo, alipoulizwa juu ya utekelezaji wa buku ya makubaliano ya makampuni, huyu amejibu yafuatayo. Hapana, hakuna kazi charge yoyote ambayo inatekelezwa na makampuni ya wa China. Juu kazi kubwa ambao walitaka anzisha ni ya kutengeneza barabara, na wakati vita ilikuja hawakufaa kitu. Na hata kazi charge ambayo heshimisha hakuna. Ukigusia swali la shirika la raia zinakuwa wingi na uharibifu sana. Mimi kama vile moja wa shirika la raia
tunakuwa ama upinzani. Unajua kama kunakuwa shirika raia ambayo inaundiwa kwa ajili ya kutetelea maslahi ya watu ambao wanaharibisha huku kwetu, ndipo tunajikuta mara tunakuwa mkutetea, wengine wanakuwa mkufaa mabaya, ndio pale vita viendeki. Ujumbe kubwa kwanza ni serikali ijikaze kwanza iti usalama, kwani bila usalama hakuna namna barabara itengenezeshewe. Naweza kutengeneza barabara haiwezi pita eneo yenye kwa waasi na wairuhusu ikatumike maeneo yenye kwa serikali huko kwetu, kwani tunadepende na barabara toka Bukavu. Hiyo ni shida sana. Watutelee usalama na kisha tengeneze barabara za huko kwetu. Uchukuzi yote inafanyika na hawa moto ndio inafasilite sana vitu yote. Barabara inaharibika, Mzele, Kibumba, Kiomvu, mali pote huku barabara ni uharibifu kali sana. Na kule katika mji wa Uvira, tukiwa tu katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba kazi za kuweka lami au gudro kwenye barabara namba 5 ya taifa mjini Uvira zinaendelea, huku sehemu zingine kazi hizo zimesimamishwa kwa muda baada ya mashirika ya kiraia nazo vuguvugu kuandikia kampuni husika baada ya kuona mita kutokuenea kama ilivyo makubaliano. Kwake Dunia Amisi, mratibu wa vuguvugu Machozi ya Raia hapa nchini DRC, ametoa mwangaza juu ya hatua hiyo walioifikia. Huko manyanga fulani ambayo ilikuwa inafanyika mkote ya entreprise niko na bomola barabara paske wakati kazi ziliza simama za barabara ajili ya kukosa pesa, tukatia pression kwa gouvernement ili dekesi franga kwa entreprise juu ya kutengeneza barabara. Sasa yenye leta Congolais lidekese franc, tuna remarque entreprise inaendelea kutengeneza sans tenir compte na nafasi zenye azikubomolewa kama nyumba. Hayo ikaendelea tunaanza enda na jenga nafasi zingine ya bomola. Par exemple côté monument, tu remarque côté monument abayabomola manyumba zilikuwa barabara na olie tena baangalie kisi banaweza batujua kubomola abo banenda bomola ile ma espace vert ile espace vert kwa monument wanabomola fasi zingine na baadhi wanaingia muile njia ya boulevard ya mairie olie kuna bomola manyumba za watu. Tukasema no, hizi enda vile tukaandika maletre na tukafaire stopper hiyo makazi ya barabara mpaka watu tena banza bomola manyumba. Kazi za kutengeneza barabara zinaendelea, lakini kuko nafasi fulani ambako sisi kama raia tumesema wasimamishe, sababu tuliona hakuna makriteri zinaonesha barabara kuendelea. Paske kufasi zimoja, paske barabara ni ya 30 metri, kuko fasi zingine kwenye ingali 10 metri tu ndio ingali, kuna kosa ingine 20 metri ama 5 ama 7 metri. Kwa sababu tukasema no, kote zenye hakuna difficulty wanaweza endelea na kutengeneza, na hapa kwanza kumonima nafasi zingine basi simamishi kwanza. Gouvernement immobilize population juu kwanza tena bomola manyumba juu tupate barabara yenye imetajika kupata Uvira. Kazi hazo zinaendelea fasi zimoja huko fasi ambazo tumesema no, hapa muache kwanza msitengeneze, wanenepeshe kwanza hapa ndio tutakuja endelea vile na vile. Bwana mtangazaji, pamoja na hayo, alipoulizwa hatua hiyo haitorudisha kazi hizo nyuma, Dunia Amisi amerejea mara tena kunako line ya simu ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Sasa zitabaki na tutakuwa ba perdant parce que ni kosa yenye leta Congolais iliweza ikonsome na ça leta una consommer ile erreur inakuwa obligé corriger l'erreur yenye consommer na tulishe shukuru parce que isha kuta kama ilikuwa isha consommer erreur d'ici là bana tanza tena bomola zile fasi zenye hazikuwa zinaeneza makritera. Ili kufikia kwenye hiyo hatua ya kubomoa, je, haitolomba tena kuingia kwenye processus ya negotiation na wale wamiliki wa hizo nyumba ambazo labda zinahitajika kubomoa? No, haitakuwa negotiation, itakuwa sensibilisation parce que ni activité ilikuwa deja tulishaka ilancer na watu wamoya alizaka bomola manyumba zao, mais hata yenye financement ilisha kubarabara huko beja bakubomola manyumba zao ndio kusema
tutazimua barabara itaendelea. Wale watu ndio wenye wanaanza tena kutukoroga sasa, ndio wenye ndio wenye wanatuletea shida mpaka sasa hivi. Kwa tunasema kama tulishaongea na viongozi wanataka pia wasensibilize, waangalishe watabumuna manyumba ili kazi ya barabara iendelee na tupate barabara ya mzuri bwana mtangazaji. Na kule katika jimbo la Kivu ya Kaskazini pa Kiwanja ni kwamba wakulima wa eneo la Kiwanja jimboni Kivu ya Kaskazini wanaomba kwa serikali na mashirika ya kihutu kuwajia na misaada ya vyakula na vitendea kazi vya shamba. Hivyo ni kutokana na mvua kali zinazonyesha mara kwa mara katika maeneo hayo na kusababisha uharibifu wa mashamba. Wakizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, raia hao wamesema kuwa kwa sasa hawana tena mashamba kwa kuwa shamba zote zimeharibiwa na mvua. Hivyo ni vema serikali kuwafanyia kazi kwani hawana nyuma au mbele. Vula ilinyesha mapande ya sezere hivi. Vula ilinyesha ya mingi sana. Na ile feo vula kunyesha ya mingi iliharibisha sana. Maharagi ilikwisha kwa maua yote kule. Na mamihindi zilikuwa ishakuwa. Mevula isha katakata vyote, maana hakuna tena vya kusema. Kule ni kwenda lima tena, mwenye iko na nguvu auze tena mbegu aende panda. Mvula imesababisha sana tena sana. Maana shamba zishabakia wazi. Hakuna cha kufanya. Hakuna hata kitu hata kidogo. Yote vishaharibika. Maana hapa hakuna kia kufaa, maana kama ni kulima tutongeza lima vupi. Tangu nianze limia siaonaka, antuka siaonaka mvula ya kunyesha vile, maana inakuwa ya kwanza depuis nianze limia. Basi hatujui kama tutafanya nini, hatujui kama tutaishi namna gani. Kama ni mapenzi ya Mungu basi Mungu ndio atajua cha kufanya. Maharagi imeharibika na mihindi imeharibika, sasa hatujue kama mihindi, sababu mihindi iko sawa vile matete. Kama itarekipere basi Mungu ndio anajua. Na katika mji wa Baraka, msikilizaji na mtazamaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni kwamba ukaguzi wa vitambulisho halali kwa wanafunzi tayari umeanza kwenye shule mbalimbali za jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili. Ukaguzi huo unafanyika na kitengo husika cha Serni, ndivyo amehakikisha hayo mkuu kiongozi wa kitengo hicho. Kwake Sadiki Tabulei Isdor, mkuu kiongozi wa kitengo cha Serni, amesema ukaguzi huo utafanyika kwenye shule zote. Upande mwingine ameonesha kuwa ukaguzi huo una umuhimu mkubwa. Kwa sasa hivi ekipe iko sur terrain, balianza juzi supervision des inscriptions. Ndiyo supervision kwa bure, kwa sababu ile supervision iko na kazi ya kudenisher bafosseur mu maekole zote bila distinction. Ni bitambulisho ya wanafunzi. Cha kwanza ni bulletin. Il faut ile bulletin tuone kwanza kama iko authentifié na service concerné. Ikishakuwa authentifié, bana contrôler ma mation zote za Serni, numéro permanent, numéro ID, code d'école, application, conduite, bile vyote tunakuwa tunakontrole. Inakuwa très simple, si ku découvrir ma manœuvre. Tunafikaga mu école, cha kwanza ni ile cahier de présence ya wanafunzi par classe. Ya pili ni mabulletin zote par classe. Ya tatu ni ile registre d'inscription yenyewe walikuwa wanainscrire eko. Yani ni vigumu sana bo kufanya manyanga. Ndiyo, hiyo kazi ina umuhimu moja. Wakati tunakuta mwanafunzi alijipandisha klase na alikuwa mwenye kukosa, pale tunapaswa mshusha mwile darasa yenye alikosa hemo. Ndio tunaitaka retrogradation. Ujumbe kwa watoto wakubali matokeo. Ule mwenye alikosa ashuke mklasi yenye alikosa hemo, reprendre classe. Na wazazi watusaidie kuile. Watoto sikuwa wanapanda ovyo maekole maklasi yenye wakutumikia, haiko mzuri. Kwa wa chef d'établissement wajikazi kutusaidia. Ule chef d'établissement ambaye tutamunasa, tutamtia kumkono mwenye alipandisha mtoto mklasi supérieure na ule mtoto alikuwa nakosa, mimi nawaza sheria itafanya kazi yake. Serni ni service terrain. Tunafikaka kila fasi. Miguu yetu na kanyagaka mukila ekole wakati wa supervision des inscriptions. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba kuwajuza raia wa Baraka ujumbe uliotolewa na msafara wa mawaziri toka Kinshasa pamoja na kufunza uzalendo
pamoja na kuwafunza uzalendo ni nini ni mojawapo ya malengo ya mjadala unaoandaliwa na vuguvugu MCLA ndani ya chumba cha mikutano cha vijana mjini Baraka. Akizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bwana Alphonse Mfariji Nestor, mratibu wa vuguvugu MCLA mchini DRC, amesema kuwa ni vema kila raia wa Baraka kuwasili kwenye mjadala huo ambao una manufaa mengi, hasa kujua nini maana ya uzalendo. Ndiyo nikumbushe kwamba hapa Baraka tunakuwa na antenne ambayo inashimamiwa na Kordo Bitingini Tumaini, na ni wao ndio wanatuma tumekuja. Ni kutokana na hali ya usalama mdogo ambayo tunapitia nchini mwetu DRC huko mashariki. Ndio kwa maana tulisema ya kwamba hatuwezi tukaikala kimya. Ingekuwa heri kuonesha ya kwamba kwa sasa tunakuwa na tegemezi moja, ni uzalendo. Inabidi watu wajue uzalendo ni nini. Ndio kwa maana coordination ya hapa Baraka ya MCLA inaalika raia yote ya Baraka kufika kwenye salle polyvalente ya jeunesse juu ya kuja kusikia mazungumzo ambayo tunakuwa nayo yanahusu juu ya teme ambayo nasema kama uzalendo ndio njia pekee ambayo inaweza leta usalama wa kudumu ndani ya nchi yetu. Na nikumbushe watu wanaosikiliza kama uzalendo haiko tu kuchukua silaha, ndio ni uzalendo, mezosi kuchangia juu ya mabadiliko ya nchi, kuchangia juu ya usalama wa nchi, nao pia ni uzalendo. Mama, baba, kijana, unakuwa na wajibu wa kufanya juu kupata usalama wa mwingine. Fika tusikie mazungumzo, tusikie pamoja, na hiyo ni lengo kabambi ya kuitisha watu. Na ya pili, raia ya Baraka iliwezaka shimama kufanya maandamano hapa juu ya kufukuza General Gasita, na wakati rais alisikia malalamiko ya raia ya Baraka alitumana delegation kubwa kuja Uvira, na wakati delegation ilikuja tuliresire ule mtu kwenda kwa sababu raia ya Baraka imejibiwa ku malalamiko yake. Na ndio kwa maana tulisema kwamba ni kwetu tena occasion kupatia report MCLA ya hapa Baraka, itapatia report raia ya Baraka nini ile wakuu viongozi wale wa ministre kukiwemo hata Floribert Anzuluni walikuja kufanya Uvira. Tunaita raia yote kufika pale ku salle polyvalente ya jeunesse na 14h kusikia mazungumzo ambayo taongea ambayo inahusu mambo mawili, hiyo sujet ya kwanza ambayo tulisema, na kutoa ripoti kurestitiwe kuambia raia mlifanyaka mgomo hapa kwetu Baraka, nini ambayo ilitokea kutokana na mgomo ambao mlikuwa mnasema kumkataa Gasita. Ni sisi sasa kuwapatia ripoti. Tumalizie habari zetu na huko Kinshasa ni kwamba MONUSCO imelaani vikali mauaji yanayoendelea kushamiri vikali katika jimbo la Ituri, eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kupelekea vitendo vya unyanyasaji kuongezeka kwa kiasi kikubwa hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi naye Izake Mulucha Ashibe. Misheni ya muungano wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya udhibiti wa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO inalaani vikali unyanyasaji uliotokea Oktoba 2 katika tarafa ya Jugu jimboni Ituri. Kulingana na taarifa yake kwa waandishi wa habari iliyochapishwa mnamo Oktoba 3, mapigano hayo yalisababisha kifo cha watu zaidi ya 13, mkiwemo wahamiaji wa ndani na wanachama 7 wa vikundi vyenye silaha. Hasara hizi katika maisha ya binadamu zinasababishwa na mzozo kati ya Kodeko na kikundi cha silaha Zaire huko Mazee, kilomita 15 kusini mashariki mwa tarafa la Jugu. Usiku wa Oktoba 2 kuamkia Oktoba 3, MONUSCO inakumbusha kuhusu milio ya risasi iliyopigwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Pia waliripotiwa huko Gina, eneo lililopo kwenye umbali wa kilomita 30 kaskazini mashariki mwa Bunia, na kusababisha raia wengi kuyakimbia makazi yao, ambako idadi ilifikia watu 2500 na kukimbilia kwenye kambi ya MONUSCO, ambako walipata nafasi ya kuishi pembeni na askari wa MONUSCO wanaofanya doria eneo hilo ili kudumisha ulinzi. MONUSCO inaeleza masikitiko yake dhidi ya vitendo hivi vya unyanyasaji ambavyo vinaweza kuunda ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu. MONUSCO pia inatoa pole kwa familia za raia waliouawa katika mapigano na inathibitisha mshikamano wake kamili kwa raia walioathirika. Inatoa wito kwa viongozi wa Kongo kufanya uchunguzi usiopendelea na kuwapelekea wahusika wa uhalifu mbele ya haki. MONUSCO imeimarisha uwepo wake katika maeneo nyeti ya Ituri. Pia imeongeza doria zake, vile inaratibu mipango yake kwa kushirikiana karibu na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuwalinda raia, alisema Vivian Van de Per, mwakilishi makamu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, na pia anasimamia ulinzi na shughuli na ambaye ni mkuu kwa muda wa MONUSCO.
MONUSCO kwa mara nyingine inahimiza vikundi vyote vyenye silaha kuheshimu kwa dhati ahadi zilizotolewa ndani ya mfumo wa makubaliano ya amani ya Arusha ili kukomesha uhasama dhidi ya idadi ya watu na kuwa sehemu ya nguvu ya amani ya kudumu. Ujumbe huo unalaani kuwekwa kwa jeshi kando na kazi za wakimbizi wa ndani na unakazia kujitolea kwake pamoja na viongozi wa Kongo na jamii za mahali ili kuzuia mashambulio mapya, kulinda idadi ya watu walio hatarini zaidi na kuchangia kupunguzwa kwa mvutano na utulivu wa maeneo yaliyoathiriwa na vurugu za silaha. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, na kushukuru kwa kuwa umenitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile na shukuru wale wote ambao wanakuwa wanatunga mkono kwa ajili kazi zetu ziweze kufikia vizuri hapo ulipo. Msomaji wako wa siku ya leo nite Omari Makelele Ozil. Msikilizaji, amani iwe nawe, tukutane kwa mara nyingine tena.